Sakata zima la ugonjwa ambao unamsumbua Mkubwa Fella, bwana, hatimaye Diamond ameweza kuzungumzwa ama ametajwa kwa mara nyingine tena. Huku tulikuwa tunaona kwamba mengi alikuwa yanasemwa. Mara ya kwanza watu walikuwa wanasema kwamba wasanii wamegoma kabisa kumsaidia Mkubwa Fella. Wengi wakasema kwamba Mbosso ndiye mtu ambaye amehusika kwa kiasi kikubwa sana kumsaidia Mkubwa Fella kwenye changamoto za hapa na pale. Mengi alikuwa anasema, lakini ni swala ambalo limezua mgogoro kwa kiasi kikubwa sana. Huku kila mtu akijaribu kufikiria na kulizungumzia kwa namna yake ile swala la Mkubwa Fella kupitia changamoto ambayo yuko nayo mpaka sasa hivi. Sasa issue kubwa ambayo watu walikuwa wanaongelea ni kwamba Diamond Platnumz amemwacha Mkubwa Fella. Wengi wanasema kwamba mbona kama huyu ni mtu wake wa karibu sana, na kuna video moja Mkubwa Fella alishaye kuizungumzia pia kwamba Diamond Platnumz wamemsupport kwa kiasi kikubwa sana mpaka kufikia katika mafanikio yale ambayo wamefika pale, lakini hakuzungumzia kwamba Diamond ameweza kumwacha katika hiki kipindi kigumu. Ila watu wakawa wanazungumzia kwamba why wasanii kama Diamond Platnumz wamekaa kimya. Tunafahamu pia Dubai alishaye kusema kwamba kwa nini wasanii wengi wamekaa kimya, na mke wake na Mkubwa Fella pia alikuja aka confirm kwamba Diamond Platnumz hachukui simu, yani pale anapopigiwa amekuwa hapokei simu. Sasa issue kubwa imekuja kufichuka wazi na kutaja nini ambacho kiko nyuma pazia juu ya Diamond Platnumz pamoja na Mkubwa Fella ambacho tulikuwa hatujui. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kila ambacho pengine ulikuwa ufahamu kuhusiana na issue iliyopo kati ya Diamond Platnumz na Mkubwa Fella. Lakini muhimu zaidi, ukicheki chini ya hii video hapo utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza. Baada ya hapo uta like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na trending issues basi unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata hapa on time. Sasa kama kawaida tunavyofahamu kwamba limekuwa ni sakata ambalo of course limemake headline kinoma noma. Yani almost kila sehemu wasanii wamekuwa kiandamwa sana kwa sababu wamewasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Ukiachana na vile ambavyo Dubai alikuwa anaongea kwamba Diamond ni mmoja wa watu ambao waliinuliwa sana na Mkubwa Fella, lakini Mkubwa Fella pia mwenyewe alishaye confirm ili hapa hivi kwenye interview pale Wasafi, lakini akasema kwamba siku hizi Diamond hapokei simu na huenda kukawa kuna chanzo ama kunaweza kuwa kuna tatizo kubwa ambalo linapelekea Diamond hawakoti simu. Mkubwa Fella na mke wake na Mkubwa Fella pia naye akaja akathibitisha kwamba Mbosso ndiye msanii pekee ambaye sasa hivi kidogo anapokea simu na vitu kama hivyo, lakini mtu kama Diamond Platnumz kila akipigiwa hawakoti simu, na hata Mkubwa Fella mwenyewe akijaribu kumpigia simu zinaita tu Diamond hapokei simu. Watu wakawa wanajiuliza why, kuna nini ambacho kiko nyuma pazia ambacho kinampelekea Diamond anakuwa hawakoti simu, wakati tunafahamu kabisa kwamba wao ndo wanasema kwamba walipambana kusimama ili kuhakikisha kwamba Diamond Platnumz anaenda mjini. So why now? Kumbe bwana siri kaja kuwekwa wazi kwamba Mkubwa Fella kwanza hajaanza kuumwa leo. Yani ni muda mrefu sasa hivi tangu ameweza kuumwa. Kwa hiyo watu wamekuja kusikia hizi story specifically sana baada ya mke wake kuja public na kuweza kusema mengi zaidi. Lakini before hapo watu wengi kama vile walikuwa hawajui kwamba Mkubwa alikuwa anaumwa. Lakini mmoja watu wa karibu sana ambao inasemekana waliplay party kubwa kuhakikisha kwamba Mkubwa anapata treatment, anaenda hospitali na vitu kama hivyo, inasemekana Diamond alihusika kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba watu walikuwa hawajui. Na inavyosemekana ni kwamba wakati Diamond anahusika katika kuhakikisha kwamba anampambania Mkubwa Fella, ilikuwa ni kipindi ambacho wengi walikuwa hawajui, lakini alikuwa na hali mbaya, lakini alipelekwa na baadaye kidogo akapata unafuu na kurudi. Na inasemekana kwamba Diamond alichangia nauli ya kwenda India ya Mkubwa Fella kwa ajili ya kwenda kupata matibabu, lakini kwa wakati huo hakikuzungumzwa chochote kwa sababu hakuna aliyekuwa anajua. Waliokuwa wanajua huenda ilikuwa ni familia peke yake. Lakini baadaye Diamond anasema baada ya kuona kwamba wakati alimsaidia mara ya kwanza kwa kiasi kikubwa hivyo, lakini sasa hivi akawa hapokei simu, maybe kutokana na majukumu au kunaweza kuwa kuna sababu nyingine ambazo ziko nyuma pazia, lakini amekuwa kilaumiwa kwa kiasi kikubwa sana bila watu kuweza kumpa shukrani zake za kwamba alihusika kwa kiasi kikubwa kipindi ambacho Mkubwa Fella kama asingepata nafasi ya kwenda India basi wengine lolote lingeweza kutokea. Lakini sasa hivi Diamond anasemwa sana. Sasa cha kujiuliza ni kitu kimoja tu kwamba kwa nini Diamond amekuwa akisemwa sana, licha ya kwamba inasemekana alitoa msaada wa kuhakikisha kwamba anamsafirisha Mkubwa Fella na kwenda zake India kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa nini kutokupokea simu tu kunamfanya zungumzo sana? Pengine yeye ndio alikuwa amepata msaada mkubwa sana kutoka kwa Mkubwa Fella kipindi hicho, au ndio tuseme kwamba kwa sababu ya ukubwa wake wa jina lake na vitu kama hivyo ndio unamfanya anazibeba lawama nyingi kama hizi. Mimi hatujui, lakini unaweza kutuambia maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki. Comment yako ikihusika hapo chini utakometisha sana, lakini muhimu zaidi usisahau tu kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.